Katibu Mkuu, ndugu viongozi, wajumbe wa kamati ya ilani, ndugu alikwa, na hasa wenzetu ndugu waandishi wa habari, Asalamu alaykum. Kwanza na mimi nadhani naniona, maana watu waliopita walikuwa warefu kidogo. Asante sana. Kwanza naomba nichukue fursa hii na mimi baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kushukuru chama cha ACT Wazalendo kwa kunipa na mimi fursa hii kushiriki katika jambo hili adhimu kwa manufaa ya nchi yetu, kwa manufaa yetu sasa hivi, lakini na kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Lakini na pia kunipa fursa ya kushirikiana na wataalamu mbalimbali ili kutengeneza jambo hili. Jambo la pili, niseme kwamba kama ilivyotangulia kuelezwa kwamba ilani imegusa kila kitu, na imegusa kila kitu kwa namna ambayo ni ya kiuweledi. Sasa kuiwasilisha ndani ya muda mfupi si kazi rahisi. Kwa hivyo naomba nitangulie kuomba mniwe radhi pale ambapo pengine maelezo hayatotosha, na hayatotosha kwa sababu ya muda. Lakini kwa sababu ya waraka wenyewe, yapo maeneo ambayo nitalazimika kidogo kuyatolea ufafanuzi, kwa sababu pengine ni dhana mpya au ni dhana ambayo muda mwingi imekuwa ni dhana ambayo imekuwa ikipotoshwa baadhi ya dhana. Kwa hivyo tutajibika kidogo kuchukua muda. Baada ya kusema hayo, kama ilivyoelezwa kwamba ni wa PowerPoint, kwa maana kwamba ni maelezo kwa muhtasari sana. Labda nitangulie kueleza kwanza yale ambayo hayamu katika, ukiyatafuta kwenye ilani pengine hutoyakuta. Nayo ni kwamba mawazo haya yalitokana au yaliarifiwa au yalipata maarifa haya kutoka sehemu gani? La kwanza niseme kwamba kilichosaidia kutoa mwongozo wa kutengeneza ilani hii ni katiba ya Zanzibar. Mara nyingi tumeona kwamba vyama vinasahau kwamba katika katiba ya Zanzibar, hasa ukisoma kifungu cha 8 mpaka cha 10, kinalazimisha kwamba kuna mambo ambayo ni ya lazima chama bila kuzingatia itikadi yake yoyote iliyo nayo, lakini ni lazima iyafuate. Na haya ni mambo ambayo si kwa kwetu tu hapa. It is a universal principle, zinaitwa directive principles, kwamba malengo na maamuru muhimu ya nchi. Chama chako chochote kitakachounda serikali, lakini mambo hayo yanalazimika, lazima uyafate na lazima uyatimize. Ingawa tunaona kwamba mengi hayafatwi, na ndio maana yakawekewa kifungu cha 10A wakati wa marekebisho ya 10 ya katiba, kusema kwamba maeneo yale hayatopewa nguvu ya kisheria, kwa sababu watu ambao walikuwa labda na wasiwasi wa kwamba hawana nia ya dhati ya kuyatekeleza. Miaka yote huko toka ilipoundwa katiba ya 79 ikaja katiba mpya ya 84, hakikuwepo kifungu hicho. Lakini baadaye nadhani wengine wakatanabahi wakaona bora wapenyeze kifungu hicho. Kwa hivyo ikaingia kwamba hayatopewa nguvu ya kisheria. Lakini ni wajib, ni moral obligation, lazima uyafate kwa sababu ndio mwongozo wa katiba. Na moja katika mambo ambayo nasisitizwa ni kukuza na kusimamia na kuimarisha umoja na maelewano ya wananchi wa Zanzibar.
na liliimarishwa wakati wa marekebisho yale ya 10. Hii kifungu cha 10A kiliingizwa nadhani wakati wa marekebisho ya 8. Lakini wakati wa marekebisho ya 10 kiliingizwa kifungu mahsusi kilichosema kwamba serikali ya Zanzibar itakuwa na muundo wa umoja wa kitaifa. Kwa hivyo ndio maana tunasema hilo ni jambo muhimu, ni lazima ulifate. Na ndio maana ukisoma kifungu cha 91 cha katiba kinasema utakapokuwa na baraza la wawakilishi ambalo muundo utakufanya uunde serikali ambayo si halali, yani haikufata msingi ule wa umoja wa kitaifa, rais analazimika alivunje baraza. Ndio maelekezo sio ya chama, ni maelekezo ya katiba, kwamba unapokuwa na serikali ambayo muundo wake unaonekana si halali kwa mujibu wa masharti ya katiba, unalazimika au rais analazimika baraza na serikali yake avunje, aitishe uchaguzi mwingine, jambo ambalo halikufanyika tokea 2015. Kwa hiyo ndio maana pahala pa mwanzo ambao tulifanya reference ni katiba ya Zanzibar. Jambo jingine ni itikadi ya chama cha ACT Wazalendo. Mkisoma kwenye katiba mtayaona, na nadhani kwa ufupi yameelezwa katika ilani vile vile. Lakini jambo jingine ni hili ambalo amelieleza mwenyekiti wa kamati ya ilani, kwamba ni zile ziara au maoni ya wananchi, na kwa kweli alikuwa mengi na yalisaidia sana katika kufikia haya ambayo yamefikiwa katika ilani. Na jingine ni kuangalia hali iliyopo. Waingereza wanasema ni mischief, kuna kasoro gani katika uendeshaji wa serikali. Kwa hivyo ilani hii inakusudia kuyarekebisha yale ambayo yanapaswa yarekebishwe, yani kuondoa hii mischief ambayo ipo. Kwa hivyo ukiangalia utakuta kwamba hii ilani yenyewe imegawika katika sehemu 6, lakini ina sura 19. Mnaweza mkaona kwamba is almost impossible kuiwasilisha yote kwa kiwango cha lakini nianze kwa haraka na sura ya kwanza. Sura ya kwanza inaeleza kuhusiana kwa ufupi na mamlaka ya Zanzibar, yani Zanzibar inasimama wapi, status yake ni ipi. Wengi wanaona kwamba Zanzibar ni sehemu tu ya Jamhuri ya Muungano, lakini ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano kama nini? Kama mtaa, kama kata, kama wadi, kama. Kwa hivyo kilicho ilani inajaribu kueleza kwamba hadhi yake imeelezwa ndani ya katiba ya Zanzibar, kwamba ni moja katika state zilizounda muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na yenyewe Zanzibar hadhi yake na imeeleza Zanzibar ina mamlaka gani. Lakini katika miaka hii mingi ya muungano tumeona kwamba hata yale mamlaka machache, kwanza kumekuwa na juhudi kubwa zima hii hadhi, lakini na hata yale mamlaka yaliyopo basi nayo pia yamekuwa yakimegwa kidogo kidogo kwa kuimarisha upande mwingine wa muungano, kwa jina la kusema kuimarisha muungano. Na mnasikia kelele nyingi za kuimarisha muungano, lakini dhana ambayo imekuwepo ni kwamba kuimarisha muungano maana yake ni kumega yale mambo ambayo ni ya Zanzibar kwa uwazi kabisa. Lakini imekwenda mbali zaidi miaka ya karibuni, kwamba hata ardhi ya Zanzibar, kwa sababu tumekuwa na kisiwa kwa mfano kama Fungu Mbaraka, wengi wanaona ni kitu kidogo kwa sababu kisiwa chenyewe wanaishi ndege tu, lakini kiko kilomita 60 kutoka Zanzibar. Lakini kisiwa hichi kilitangazwa kwamba ni sehemu ya Zanzibar tokea Oktoba 19 mwaka 1898, na tokea wakati huo kisiwa hichi kimekuwa kikiendeshwa na Zanzibar. Hata mwaka nadhani 56 kilitangazwa kwamba ni hifadhi ya ndege,
ya Zanzibar, na kimekuwa kikiendeshwa hivyo, na kumekuwa na mipango mbalimbali ya kukiendesha. Na mwaka 63 kwenye katiba ya mwaka 63 ambayo ilikuja kuwa revoked na sheria ile ya baada ya mapinduzi, lakini kimeeleza kwamba Zanzibar eneo lake ni pamoja na kisiwa cha Latham. Na ukisoma katiba sasa inasema eneo la Zanzibar ni lile eneo ambalo lilikuwa ni jamhuri ya watu wa Zanzibar kabla ya muungano. Kwa maana hiyo kabla ya muungano jamhuri ya watu wa Zanzibar mipaka yake ni ile iliyoelezwa katika katiba ya mwaka 63, kwa sababu kwa katiba hii ndio ambayo tuliombea wanachama wa Umoja Mataifa. Na tuliomba wanachama wa Umoja wa Mataifa ikiwa jamhuri ya muungano, jamhuri ya Tanganyika ipo na haikuwahi kulalamika. Kwa hivyo leo mwaka 2013 au mwaka 2014 unapokuja ukasema kisiwa cha Latham ni cha Tanganyika, ni muendelezo yale tuliosema kwamba kumega sio tu mamlaka, lakini sasa mpaka ardhi ya Zanzibar. Kwa hivyo katika ilani yameelezwa yale mambo ambayo sitokuwa na muda kuyarejea, lakini yameelezwa yale mambo ambayo au hatua ambazo zitachukuliwa kuondoa jambo hili. Eneo jingine katika hili ni suala la muungano. Tumesikia nadhani mara nyingi Zanzibar tunaonekana kama tunalalamika sana kwenye muungano. Lakini kuna baadhi ya vyama wao wanasema wametatua, lakini wanakwenda zaidi kwa namba. Na namba hizi haziko stable, zinakuwa kama zile za mnavocheza ile tombola, sijui ile mnavocheza bingo. Maana leo zimebadilika, zimekuja hivi, mkicheza tena raundi nyingine zinakuja vingine. Kwa hivyo mara utaambua kero za muungano zimetatuliwa ngapi, bado ngapi. Lakini mwakani utasikia idadi nyingine. Na baada ya miaka 5 utasikia idadi nyingine, kwa sababu zimeitwa jina kero za muungano. Lakini ilani hii imeidentify kasoro za msingi za muungano ambazo bahati mbaya haijatatuliwa hata moja. Na tunaamini kwamba zikitatuliwa, au vision ya ilani ni kuchukua hatua ya kuzitatua kasoro hizi ili kuondoa hiyo inayoitwa kero ya za muungano. Zinaweza zikatatuka takriban zote baada ya kuchukua hatua za kutatua kasoro za muungano. Kwa hivyo zimejaribu kuelezwa kwa kina katika hili. La kwanza ni Zanzibar yenyewe kukosa sauti katika uendeshaji wa muungano. Sitaki nichukue muda katika hili, lakini ni kwamba ukiangalia muendeshaji mkubwa wa shughuli za muungano ni rais wa muungano. Lakini mfumo wetu wa kiuchaguzi wa Zanzibar ni wa Tanzania ni kwamba rais wa muungano anachaguliwa kwa wingi wa kura. Anapochaguliwa kwa wingi wa kura, wapiga kura 1,30,000 na wapiga kura chini ya 400,000 kwa hesabu ya zeki ya mara hii, chini ya 500,000, halafu unasema huyu atachaguliwa kwa wingi wa kura. Maana yake ni nini? Ni kwamba hawa 400,000 hawana sauti katika kuamua nani asimamie sovereignty yao ambao waliitoa na kuipeleka katika serikali ya muungano. I don't know kama kero hiyo imetatuliwa, maana haimu katika ile hesabu tunayoiona inatolewa kwamba imetatuliwa. Lakini kero nyingine ya msingi ni Zanzibar kukosa sauti katika kutunga sera za mambo ya muungano. Kwa hivyo unakuta sera za mambo ya muungano zinatatuliwa zaidi kwa kuzingatia maslahi ya upande mmoja. Sera mambo ya nje ni hivyo hivyo, sera mambo ya kodi, sera mambo ya fedha vile vile. Sasa unapokosa hilo, sijui kama utasema kwamba maana haimu pia katika hesabu ya kero zilizobaki za muungano. Na kero nyingine ambayo imekuwa identified na ilani hii ni au kasoro ni Zanzibar kukosa sauti katika kutunga sheria za mambo ya muungano. Hili ni moja katika kasoro kubwa sana, kwa sababu mambo ya muungano kwenye katiba ya muungano imetajwa kwamba katika ya kwanza
yameainishwa yale mambo ya muungano. Lakini ukisoma ibara 98 ya katiba inasema kwamba mambo yale sheria zake zitapitishwa kwa wingi wa kura. Hii ndio ajabu, ndio kituko kikubwa cha muungano huu. Kwa hivyo ilani imeidentify kasoro hiyo na kuchukua kueleza hatua ambazo zitachukuliwa katika kuya, na kasoro nyingine ambayo imekuwa identified nisema haya nieleze kwa urefu kidogo kwa sababu ni mambo ya msingi katika yale ambayo tunataka kuyatekeleza kwa kupitia ilani. Kasoro nyingine ni katika matumizi ya rasilimali za muungano. Kwamba muungano una rasilimali zake. Manake ndani ya kapu ya muungano, serikali ya muungano, kuna rasilimali ambazo si za muungano za Tanganyika. Lakini kuna rasilimali ambazo ni za muungano za Zanzibar, za pamoja. Sasa matumizi yake yale, kwa mfano katika kujenga makao makuu ya taasisi mbalimbali, katika kutekeleza mambo ya muungano, unakuta kwamba maamuzi yale yanafanywa kwa upande mmoja. Na ukitaka kuona yani a live graphic example, utizame makao makuu yaliyoko ya Tikra Tanzania bara yaliyoko Dar es Salaam pale. Jengo sijui la ghorofa ngapi, 20 na ngapi sijui. Utazame na ofisi ya Tikra ya hapa. Unaweza ukaona kwamba ni nyumba ya kukodi, sio mbaya kwa kuishi. Lakini inaweza kukupa graphic example ya nini tofauti na mambo mengi ya namna hiyo. Lakini na jambo jingine ni zile haki za Zanzibar ndani ya muungano. Ndani ya muungano katika mashirika, ndani ya muungano katika mambo mengine, kwa mfano katika fedha za muungano kwa kupitia tume ya pamoja ya fedha. Kwa hivyo ilani hii imeeleza, imeidentify hayo na kueleza hatua ambazo zitachukuliwa katika kuyasawazisha hayo. Eneo jingine ni sura ya pili, utengamano wa kijamii. Ilani imeeleza kwa urefu ni kwa kiasi gani hali ilivyo sasa hivi. Kwamba hatua zilizochukuliwa, kwanza ni suala la kuwepo utengamano wa kijamii ni jambo ambalo limeelezwa na ni sharti la katiba ya Zanzibar. Lakini hali iliyopo sasa hivi katika suala la utengamano wa kijamii ni kwamba yale yote ambayo ilichukuliwa juhudi kubwa kuyajenga, kuleta utengamano wa kijamii, yote sijui nieleze kwa mfano gani, lakini yameng'olewa moja baada ya jingine. Na yamekuzwa sasa mfarakano wa kijamii. Lakini ni wazi kwamba hakuna nchi, na hasa nchi za visiwa, kwa sababu kuwa na mchanganyiko hii ni moja katika sifa ya visiwa na nchi mbalimbali. Kwa mfano Singapore, moja katika jambo lao walosema la mwanzo kwamba kabla ya kuendelea ni lazima tuwe na one Singapore, kwa maana kwamba tuwe na watu, tuwe na jamii moja ya watu. Huwezi kuwa na huyu tofauti. Na ukitazama Zanzibar kwamba tofauti zetu hazina character. Yaani hazina character. Ukimuuliza wewe unagombana na huyu kwa sababu gani, atakwambia lakini sababu atakwambia utashangaa kwamba na yeye pengine anayo nyumbani mwake, anayo kwa watoto wake vile vile, au nasabu yake. Sasa ndio nasema kwamba is very artificial, na unajua kwamba ni kwa ajili ya kupata tu njia ya kupata madaraka. Kwa hivyo ilani imelieleza hilo na imesema kwamba kwanza itarudisha serikali ya umoja wa kitaifa proper kama ilivyotakiwa. Maana yake sasa hivi unaweza ukasema ni GNU ya Manyau. Kwa wale wanaojua Manyau, sijui kama wote kwa kule South America wanazo zile carnivals. Anatengenezwa, utamuona farasi, utamuona ndege, lakini ni ndege wa kutengeneza. Hawezi kuruka
wala hawezi kufanya jambo lolote la ndege zaidi ya sura kwamba anaonekana unaweza kumfananisha na ndege. Kwa hiyo na hili ni muhimu, utengamano wa kijamii si jambo kwamba eti ni la kwa siasa tu, hata katika maisha ya kawaida ya watu gani hao wataweza kuishi kwa kufarakana, ni kwa hivyo ilani imeeleza hatua mbalimbali ambazo zitachukuliwa katika kurejesha proper GNU na namna ya kufanya iwe sustainable. Inaonekana kwamba kulikuwa na kasoro katika hilo. Jingine ni suala la uongozi mwema, haki na usawa. Sura 3 imeelezwa hali iliyopo sasa hivi kwamba la kwanza ni jinsi ya maadili ambavyo hayafuatwi, kusema kweli. Maadili ya uongozi. Tukianza kutoa mifano hapa, naamini wengine waliokuwa vichwa vyao vyepesi wanaweza lakini maadili yalivyokuwa yafuatwi ni kwa kiwango ambacho ni cha ajabu mno. Lakini pili, suala la rushwa. Sijui kama wengi mna habari hapa kwamba tunayo taasisi inayoitwa Mamlaka kupambana na rushwa, ZAECA. Lakini mimi nasema, wengine wanasema inapambana na vidagaa, lakini mimi nasema inapambana na duvi. Maana hata level ya vidagaa haifiki. Lakini na jingine, ukiangalia utendaji wa taasisi zetu za kutoa haki vile vile ilivyo na taasisi za ukaguzi. Kwa hivyo ilani ilichoahidi ni kwanza kuwa na sera maalum ya suala la maadili ya viongozi na uongozi mwema vile vile. Lakini pia kufanya mabadiliko katika muundo wa ZAECA. Sasa hivi ZAECA wana standing instruction kwamba hawana ruhusa ya kumchunguza kiongozi wote wa serikali bila idhini ya serikali. Na wenyewe wapo wanaweza wakasema kwamba labda nasema uongo, lakini hiyo ndio yupo. Sasa unajiuliza, taasisi ambayo imepewa madaraka ya wazi ya ukishakuwa na wanamchunguza nani sasa, kama hawezi kumchunguza mtu ambaye mwenyewe ndo anayetuhumiwa, ndo anayetoa amri kwamba asichunguzwe mpaka kwa idhini yake. Kwa hivyo moja ni kuimarisha taasisi hii ya kupambana na rushwa, ifanye kazi yake ya kupambana, kwanza kuzuia rushwa, yani kuprevent. Sasa hii inavyofanya ni kama vile kazi yao ni kukosha masahani. Watu wameshakula, kuja kuuliza huyu sijui alikula kiasi gani, lakini kazi kubwa ya ZAECA ilitakiwa iwe ni prevention. Yani tunasema ni oversight. Kwa yale mambo ambayo yanaonekana yanaweza kuwa na viashiria vya rushwa. Lakini na pia kuimarisha taasisi za utoaji wa haki, taasisi ya uchunguzi, ukaguzi wa fedha, kuweza kufanya kazi zake kwa. Jingine ambalo katika eneo hili ni kuimarisha e-government, kwa sababu e-government itaondoa pia moja katika jambo ni over the counter service, kwamba lazima uende ukamuone mtu ndio upate huduma. Hili ni jambo linasababisha rushwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu inabidi ukanegotiate. Lakini jingine ni local government. Serikali za mitaa naona zimeongeza ule mzigo wa kutokuwa na utawala mwema, kwa sababu ukiangalia sasa hivi kama kuna confusion iliyopo katika serikali za mitaa, kwa sababu sera serikali inasema serikali za zinafanywa kwa mtindo unaitwaje, D by D, yani decentralization by devolution. Lakini unakuwaje na decentralization devolution wakati sheha anafanya kazi za diwani? Maana devolution ni kwamba unarejesha mamlaka ya wananchi, mamlaka ya serikali yafanywe na wananchi. Mwakilishi wa wananchi katika grassroots level ni diwani.
unamwekeaje tena mtu wa central government? Diwani anafanya kitu gani? Kwa hivyo ukiangalia kwamba hakuna D zozote katika hizi mbili, hakuna hiyo devolution wala hakuna decentralization. Mimi nadhani imebaki super centralization. Kwa hivyo ilani eleza eneo hilo. Lakini jingine ni swala la tume ya haki za binadamu na utawala bora ambayo tunayo. Wengi mnakumbuka kwamba tume ile imefanya kazi Zanzibar kwa sababu iliridhiwa na Zanzibar kufanya kazi. Lakini sasa hivi haifanyi kazi. Sijui maanake yote haya yanatokea, hujasikia tume ya haki za binadamu ile na utawala bora ikitoa tamko au kitoa lolote la maana kusema kwamba hili kweli limetoka katika chombo. Kwa hivyo haina haja. Kama Zanzibar tunataka kweli kusimamia utawala bora, kusimamia kweli haki za binadamu, hatuwezi kuwa served na tume ile iliyoko Tanzania bara kusema kweli. Kwa hivyo ndio maana ilani imeonyesha kwamba kwa sababu ina uwezo wa kufuta ile sheria iliyopo na kuanzisha chombo ambacho kitakuwa effective ya eneo jingine ni identity ya watu na nchi yao. Kwa hivyo eneo la utoaji wa vitambulisho vya Mzanzibari, kwa sababu hilo ndilo lililoelezwa na katiba kwamba kutakuwa na Mzanzibari na upatikanaji wake na upotezaji wake utakuwa kwa mujibu wa sheria. Lakini matokeo yake imekuja sasa Mzanzibari ni Mzanzibari mkazi. Mzanzibari mwenyewe yuko wapi? Kwa hivyo hilo ndio jambo ambalo limeelekezwa ndani ya ilani kwamba litachukuliwa hatua kurudi katika mstari kwamba vitoke Wazanzibari wenyewe kweli watambuliwe na atakayekuwa mkazi. Manake kuna maamuzi mengine ni sawa sana msikiti. Kuna mambo ya kuchagua imamu awasalishe ni nyie mliomo msikitini ndo wakazi tunaweza kusema. Lakini kama msikiti uvunjwe, ujengwe upya, ufanye kitu, huo ni wote ambao wana interest na ule msikiti. Hamwezi mkasema kwamba jambo lile liamuliwe tu na watakokuwemo msikitini kwa siku ile. Kwa hivyo kuna tofauti ya mkazi, lakini kuna maamuzi mengine hamwezi mkafanya kwa sababu nyinyi ni wakazi tu. Kuna wengine si wakazi lakini wana interest, wana mali zao hapa, wana aila zao, wana mizizi yao, wana misingi yao. Huwezi kuwazuia ukawanyima baadhi ya haki wasitekeleze. Kwa hivyo na ili wazitekeleze lazima uidentify kwanza. Jingine ni kuimarisha kwanza, kufanya mapitio mapya ya tume ya uchaguzi, mfumo mzima wa uendeshaji wa uchaguzi. Kwa sababu sasa hivi tumeshuhudia kwamba hasa toka vianze vyama vingi, ndio nilikuwa nawaambia kwamba kila siku vituko vinakuwa vikubwa zaidi. Inakuwa ile hadithi ya Ibilisi na Firauni. Maana Ibilisi alimwambia Firauni, akaambia bwana, kweli nimefanya makosa mpaka Mungu kanilani, lakini sikuwahi kujiita Mungu. Sasa unaona Zekia mara hii ndio imekuwa hadithi hiyo, na unamsikia kama ule jeshi anaiambia tume ya mara hii kwamba kweli mimi nilifanya lakini si haya. Sasa kila siku haya mambo yanazidi. Actually kinachofanyika sasa hivi unakuta kwamba haya manchi mingi zamani yalikuwa yameendeshwa kwa kitu kikiitwa money laundering. Mtu anatafuta fedha za haramu, anakuja kuzitia kwenye jambo la halali, anaenda anaonekana tajiri. Sasa na kinachofanyika sasa hivi na ZEC ni power laundering. Yaani inatakatisha madaraka. Unamchukua mtu ambaye si halali, unamfanya anakuwa halali, halafu unasema huyu ndio kiongozi. Isn't that power laundering? Ni utakatishaji wa madaraka. Kwa hivyo bila ya kuwa na mfumo ambao utahakikisha kwamba hii power laundering inaondoka, basi hatuwezi kuwa kwa sababu siasa za nchi yetu, maendeleo ya nchi yetu yanaamuliwa na chaguzi. Na hata ukiangalia kinachofanyika kwamba ukienda kule mahakamani, zamani wazee wakiwaita interpreter, watapta sio? Wale interpreter lazima ulishwe kiapo kwamba utasema kweli kile alichosema yule mtu alokuja pale mahakamani.
Tume ya uchaguzi inachofanya ni kwamba haisemi kweli kwa kile ambacho kimesemwa na wananchi. Kwa hivyo ni interpreter alokwenda kinyume na kiapo chake, usema kweli. Yaani fikiria katika level ndogo kama hiyo, na bado interpreter analishwa kiapo. Sasa interpreter huyu ndio tunasema, nadhani naweza kusema mengi hapa, lakini itoshe kusema kwamba at least katika ilani hilo limeelezwa. Jingine ni utumishi wa umma na uwajibikaji. Katika eneo hili yameelezwa mengi kuhusiana na kasoro ziliopo. Nadhani haina haja ya kuzirudia. Inasikitisha tu kwamba wengi waliopo sasa hivi serikalini walishiriki katika zile juhudi za mwaka 2012 kuunda utumishi wa umma ambao ni wa kweli utaendana. Moja katika jambo ambalo utumishi wa umma umekatazwa kabisa ni political patronage. Isiwepo kabisa. Hata ile harufu ya kwamba wewe ni mtumishi wa umma, lakini sasa hivi ni fahari kwamba mtumishi wa umma wewe ni sehemu ya political system iliyopo. Kusema kweli ni matusi ashakum kwa kama wewe ni mtu wa profession unatukanisha profession za watu wengine, kusema kweli. Manake sasa hivi haikuepuka mpaka katika taasisi ambazo hukutegemea kwamba nazo manake pahala kama mahakama ukiwa na watu wa namna hiyo, then wanasema wazungu kwamba failure is a process. Success is a process. Lakini na failure just like success is a process. Kwa hivyo ni kama vile tumekwenda kidogo kidogo mpaka tumefika pahala sasa we are a failure. Unapokuwa na justice system, unapokuwa na watu kama walimu, nao ni sehemu wanaweza kambagua mtu kwa sababu ya siasa, then that is a failure. Mmekwenda kidogo kidogo ile process mpaka mmefika pahala. Kwa hivyo ilani hii imeweka mambo ambayo yatafanyika kwa ajili ya kwanza kupitia muundo wa kitaasisi na kiutendaji wa serikali. Lakini jingine ni kuunda tume huru mpya ya utumishi serikalini. Na hii ukitizama hata kwa sheria sasa hivi hiyo yenye dhamana ya kuweka kama ni meritocracy commission, kuhakikisha kwamba mtu anaingia serikalini kwa sababu ya merit. Lakini wengine sasa hivi anaingia serikalini kwa sababu ya affiliation yake. Sijui utajenga kwa sababu huyu ndo ambaye anakuja kuamua mambo mengi akusaidie, and then unaweza kuja utalalamika kama kiongozi, lakini tatizo liko hapo. Kwa hivyo hatua au mambo mengi yameelezwa humu katika ilani, ikiwa ni pamoja na kupitia mfumo wa malipo ya utumishi. Itaweka mfumo wa kitaasisi wa kiutendaji utakaojikita katika kujenga utumishi wa umma unaozingatia uwezo, yani meritocracy, ufanisi na uwajibikaji. Sasa hivi katika serikalini kitu kimoja ambacho hakipo ni accountability framework. Ufanye kwa sababu umeamua utekeleze, lakini ukitokufanya labda bahati yako mbaya tu, lakini hakuna atakaye kuuliza. Ndio kwa tunasema wakati mmoja kwamba unaweza ukenda ukafunga barabara hapa kwetu kabisa, na gari mpaka ile ya polisi ikapita ikatafuta njia nyingine, lakini hakuna mtu atakayeuliza kwani nani alofunga hii barabara. Anaweza katokea tu mwendazimu yote yule akaenda na bango lake njia imefungwa, na believe me inaweza ikakaa siku 2 njia imefungwa. Hakuna mtu atakayeuliza kwamba kwani kafunga nani. Kumbe mtu tu ilikuwa bangi imemkolea, kachukua bango kaweka pale. That is the stage ambayo sasa hivi tumefikia. Lakini na jingine ni swala la mishahara, lakini na kubwa zaidi ni swala la social security. Kwamba hali ilivyo sasa hivi ni kama Zanzibar Social Security Fund imekuwa kama sio ya depositors, sio ya wafanyakazi. Imekuwa ni chombo cha serikali ambacho kinafanya maamuzi ya kuwekeza, ambayo ni fiduciary obligation. Lazima ufanye maamuzi yale
kama yoyote, kama ni director au mkurugenzi mkuu, ukiwa na ile fiduciary obligation, yani kwa utmost good faith. Ikiondoka hiyo, unapo investment ile ikifeli au ikiwa na hasara, wewe that's a criminal liability, kusema kweli. Kwa hivyo hilo ni moja ya eneo ambalo limezingatiwa. Jengine ni ulinzi na usalama. Katika eneo hili naomba nipite haraka kwamba ni zaidi kuangalia matumizi ya vikosi viliopo vya SMZ, lakini na pia na taasisi za ulinzi na usalama za muungano ambazo zinaihudumia Zanzibar, na hatua zitakazochukuliwa zimeelezwa katika. Lakini eneo jingine ni uhuru wa vyombo vya habari. Ilani imeeleza hali iliyopo sasa hivi. Bahati nzuri tunao wadau hapa wengi wanaielewa vizuri, sihitaji kuieleza. Lakini jingine kubwa ambazo katika hatua ambazo zitachukuliwa ni kufanya mapitio ya sheria, lakini maadili vile vile, maslahi kwa vyombo vya serikali vya habari, lakini haki, lakini na pia jingine ni motivation, kuwatambua na kureward waandishi wa habari ambao wamefanya vizuri katika fani yao. Eneo sura ya 4, utekelezaji wa sheria na utoaji wa haki. Umuhimu wa utekelezaji wa sheria na utoaji wa haki si tu kwamba katika migogoro ya wananchi au si migogoro inayokwenda katika mahakama. Mimi nadhani ni less than 1% ni ya kisiasa. Sehemu kubwa ni ya wananchi, tena maskini, lakini sehemu kubwa zaidi pia ambayo ni muhimu, kwa sababu sometimes ina involve pesa nyingi, ni ya wawekezaji. London leo pamoja na mitikisiko ya kiuchumi hilo, lakini imebaki kwamba ni kituo kikubwa cha uwekezaji cha benki na taasisi za fedha. Kwa sababu gani? Kwa sababu predictable, efficient legal system walionayo, kwamba ni pahala ambapo unakwenda unajua hasa kwa hili mimi uamuzi nitakaoupata ni huu na nitaupata kwa haraka. Lakini ukitazama hali tulionayo sasa hivi katika mfumo wetu wa kisheria, kuna mambo mengi ambayo yanahitaji kufanyika, na moja katika maeneo ambayo yanahitaji kufanyiwa ni mfumo wa mageuzi ya sekta ya utekelezaji wa sheria na utoaji wa haki. Lakini ni kuangalia upya muundo wa kitaasisi, lakini uajiri wa maofisa na wataalamu, kwamba kwa mfano haiwezekani ukaajiri hakimu wa mkoa fresh from school au hata hakimu wa wilaya, wakati kwa sababu hakimu ni mwalimu wa sheria wa wanasheria wote. Sasa haiwezekani mtu fresh from school unasema huu unamwajiri kwamba awe hakimu. Hicho kitu haiwezekani, kwa sababu mbali ya kujua nini uwezo wake, lakini na pia unahitaji kujua na aptitude yake, tabia zake, mwenendo wake, uwezo wake wa kazi. Kwa hiyo ni eneo moja ambalo katika kukuza uweledi na uajiri. Lakini eneo jingine ni mfumo rasmi wa uwazi na uwajibikaji. Sasa hivi ni kwamba kukifanyika lolote katika, hakuna mfumo rasmi wa uwajibikaji wa taasisi hizi za kisheria. Lakini na jingine jambo ambalo liko wazi ni ucheleweshaji wa uchunguzi wa mashauri ya kijinai, lakini na ucheleweshaji pia wa mashauri ya kimadai. Lakini na kubwa ni katika weledi na uadilifu wa utendaji wa taasisi hizi pamoja hata na mawakili. Kwa hivyo hatua zitakazochukuliwa ni pamoja na kuwa na programu kubwa ya legal sector reform, lakini pia na kuwa na sectoral reforms. Kwa mfano administrative justice, kwamba sasa hivi kiongozi au mtendaji wa serikali anaweza akafanya jambo lolote hata likiwa kituko namna gani. Waingereza wanasema hata likiwa Wensbury unreasonable. Yani Wensbury alikuwa ni kesi moja inaonyesha kwamba kuna watendaji anaweza akafanya kituko
hata mtoto mdogo akacheka, sema hicho kilifanywa na mtu mwenye miguu miwili na mikono miwili na akili timamu. Yaani hakiingia akilini hata kwa mtoto mdogo, lakini yanaweza yakafanyika hapa kwetu, yanaweza yakatokea na yanatokea bila kuchukuliwa hatua yote. Kwa hivyo lazima tuwe na mfumo ambao utaweza kufanya kazi, functional administrative justice. Kama mtendaji kafanya kosa la kisheria na ambalo liko wazi, hatua ziweze kuchukuliwa kwa haraka. Lakini pia mfumo wa criminal justice unahitaji kufanywa marekebisho makubwa. Mfumo wetu wa sheria za biashara na sheria za makampuni, lakini na utatuzi pia, suala la utatuzi wa migogoro na pia kufanyiwa mapitio na kuwa na sera. Lakini na pia na sheria zetu, watu wengi hawafahamu, lakini kwa mara ya mwisho sheria za Zanzibar zilifanywa mapitio rasmi, yani law revision, mwaka 1958. Na toleo tulilonalo, the last law revision tulionayo ni ya 1958. Na huko nyuma zilichukuliwa juhudi za kuanza kutoa toleo jipya, lakini naona toka 2014 hiyo juhudi ziliachwa, hazikuchukuliwa tena. Kwa hivyo ni jambo, kwa hivyo leo ukimuuliza mtu wa Zanzibar, hata wewe wakili, nenda kamuulize hata Attorney General, what is the body of Zanzibar laws, hawezi kuzijua. Kwa sababu hakujafanyika hicho kitu, na ni muhimu sana kiweze kufanyika. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa hatua ambazo zitachukuliwa. Lakini jingine, tunakuja katika eneo la miundombinu. Sura mwenyekiti utanikumbusha wakati, manake sina saa hapa. Sura ya 5, miundombinu. Katika ilani yameelezwa hali ilivyo masuala ya barabara, masuala ya viwanja vya ndege, bandari, huduma ya nishati, maji safi, teknolojia ya habari na maendeleo ya ICT, na mfumo wa fedha na Zanzibar. Kwa hivyo miongoni mwa hatua zilizo ambazo zitachukuliwa na kuwekewa utaratibu ni kwanza kuhakikisha kwamba mfuko wa barabara unafanya kazi yake unavyokusudiwa. Unajiuliza kwamba kila ukiweka mafuta pesa kwa barabara, lakini ukipita mfuko wa barabara, naona barabara nyingi sasa hivi naona zimelipita bao lile la nini. Unajiuliza inakuwaje, na ni fedha nyingi kusema kweli. Wakati watu walipokuwa strict hayakutokea. Lakini jingine ni swala la ujenzi wa viwanja vya ndege Pemba na hapa Unguja, ujenzi na kuimarishaji wa bandari ya kimataifa kwa Unguja na Pemba. Na hili limekuja, wengine wanaona lakini Zanzibar kwa muda mrefu ukiangalia kiuchumi, kama vile ndege ina engine mbili lakini inatumia engine moja kwa muda mrefu, kwa sababu sasa hivi engine tulowasha ni hapa Unguja, lakini ile engine ya Pemba ni kama vile imeachwa, kama tumesahau kwamba you need to turn it on na kuitumia vile vile kwa maendeleo ya kiuchumi. Kwa hivyo hizi madhumuni yake yalikuwa ni hilo. Lakini na jingine ni mabadiliko makubwa ya shirika la maji ZAWA na suala la mkonga kusambaza na kuweza kutumika ipasavyo. Lakini na suala jingine ni suala la Wizara ya Fedha kuwa kitovu cha fiscal policies, yani kutunga na kusimamia sera za kikodi vile vile. Eneo la sura 6, biashara, masoko, mfumo wa kifedha, uwekezaji na viwanda. Ilani imeeleza hali ilivyo sasa hivi. Kwa mfano, kianzia na suala la karafuu, kwamba karafuu sasa hivi mwenye karafuu hawezi kuchukua hata pishi moja akatoka nayo hapa akaenda nayo mjini, kwa mujibu wa sheria iliyopo. Ni makosa makubwa. Lakini kuhudumia mkarafuu ule, mimi ni mkulima wa karafuu, kwa hivyo na ujua shida zake.
hilo ni unafanya mwenyewe kwa gharama kubwa sana, na lakini ukisha kuipata inakuwa ni. Na sasa hivi tumezingatia zaidi karafuu kama kwamba vile ni anasa, hatujaichukulia karafuu kama ni biashara. Kwa hivyo mwelekeo wa ilani ni kwamba kuifanya karafuu ni biashara, na sio kwamba karafuu ni kitu cha kuzalisha kwamba unazalisha basi, lakini ni production and commercialization ya clove and clove products vile vile. Kwa hiyo hatua zimeelezwa mbalimbali za namna gani kuliberalize soko la karafuu kwa kuzingatia zaidi wale watu ambao watakuwa na uwezo wa kufanya value addition, kupewa kipaumbele na kuwezeshwa kuweza kuuza karafuu wanapotaka wao wenyewe. Sasa hivi hata ukisema mimi naamua kufanya packaging ndogo ya karafuu, hilo ni tatizo vile vile. Kwa hiyo lakini jingine ni kuimarisha mfumo wa kodi. Ukiangalia sasa hivi mfumo wetu wa kodi, tuna mfumo wanaita ni mfumo wa kuvunia, wakati sisi tunataka mfumo wa kodi wa kupandia, kwa sababu sisi tuko hata mbolea, si ndio wakulima? Kuna mbolea ya kupandia mbali na kuna mbolea ya kukuzia vile vile. Sasa sisi kodi tulionayo, mfumo wetu wa kodi tulionao, kwanza umebezi zaidi na uchumi ambao ni tofauti na sisi. Kwamba ni resource based economy, tunatumia mfumo huo. Na ukiangalia mfumo huu ni kwamba ni mfumo ambao una inhibit kufanya biashara, unarudisha nyuma biashara, kwa sababu haiwezekani kwamba wengi, kwa sababu hailipu hiyo kodi kama inavyotakiwa. Lakini leo ukipata faida ya shilingi milioni 1 kwenye tuseme wale wa serious investors, tuseme kapata faida dola milioni 1, nadhani itakuwa tutaweza kuiona kwa urahisi zaidi. Lakini akipata faida ya dola milioni 1, maana yake la kwanza inabidi kwanza akalipe corporate tax ili awe na faida. Ni ngapi? 30%. Ya milioni 1 ni ngapi hizo anakwenda kulipa serikalini? $300,000. Halafu akidistribute kama dividend, maana yake kuna kwanza 10% ya withholding tax on dividend. Lakini ukishakuzipata mwenye, ukikosea hesabu, kuna sipendi niseme hapa, maana yake wa tax consultant wanajua kwamba wanafanya biashara ya halali ya kuwashauri watu kutokulipa kodi kwa njia halali, tunaita tax avoidance. Kwa hiyo kuna namna ambayo maanake watakuja waseme sasa bwana 30% ya hiyo ulolipwa kama dividend. Kuna namna ukifanya hapo unabaki tu na ile withholding tax ya 10%. Lakini sisi tuende kwenye extreme kwamba then wanakuja ule ushapewa ushatia mfukoni mwako, sasa anakuambia bwana kuna 30% yetu ya personal income tax. Kwa hivyo unalipa. Ukifanya hesabu kwa ujumla, ina maana government take ni 56% ya hii dola milioni 1 roughly. Sasa nani ana akili timamu atakuja kwamba awekeze akupe 56% ya faida yake? Atawekeza nini? Anafanya kazi gani? Kwa hivyo hii kuna haja ya kuangalia mfumo mzima wa kodi ambao utapanda biashara, sio ule ambao wenzetu wameshafanya miaka mingi na biashara inakwenda sasa hivi wanavuna tu. Sisi tunahitaji ku attract investment, na kama unahitaji ku attract investment, maana you are attracting capital, unavutia mitaji. Ili kuvutia mitaji lazima uwe na kodi ambayo itavutia mtaji, na ndio tunaosema kwamba Zanzibar kama inataka ipige hatua, jambo la mwanzo ambalo ipiganie litoke katika muungano ni kodi ya mapato. Mambo ya bandari, sio custom duty nini, haya mambo wala hayana ni shida, lakini ni kodi ya mapato, kwa sababu ndio nyenzo ya kuvuta mitaji. Kwa hivyo jingine ni kuanzisha maonyesho yani trade fairs, na pia kuunda baraza la taifa la viwanda. Mengine kama nilivyotangulia kusema kwamba, lakini ukisoma kwenye ilani utayakuta. Sura 7 utalii. Utalii imeelezwa kwa urefu hali ilivyo sasa hivi ya utalii,
na mapungufu ambayo yaliyopo pamoja na uweledi. Lakini jambo kubwa ambalo mimi napenda hapa nilidokeze ni swala la local content. Yaani uwezo wa watu wetu kufaidika katika kuhudumia utalii. Ukiangalia katika kila sekta basi kuna mapungufu. Leo ukitazama mahitaji ya nyama ya kuku kwa mfano na mayai kwa sekta ya utalii ni makubwa, nadhani local content sijui kama inafika hata 20%. Ukija sekta hata ya samaki unaweza ukasema na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza vikatengenezwa au vikafanywa mboga na mambo mengine, ile local content ni ndogo, na kwa sababu watu hawajawezeshwa. Tulichofanya actually katika uwezeshaji, tumefanya urasimishaji wa umaskini. Kwa sababu unapompa mtu 500,000 milioni moja ukasema huyu ndio umemwezesha, huyu unamrasimisha akubali kwamba mimi maskini. Lakini uwezeshaji ambao wamefanya wenzetu duniani ni ule uwezeshaji ambao una vigezo kwamba mtu alowezeshwa kwanza tayari ameshaonesha dalili. Kuwasaidia watu sio vibaya, sera hii itaendelea. Lakini yule mtu ambaye ameshaonesha uwezo kwamba anao tayari yale maarifa, anao miundombinu, huyu ni kumpandisha akasogea mbele, akaweza kuajiri watu wengi zaidi na akaweza kuzalisha zaidi kusema kweli. Kwa hiyo moja ambalo litatiliwa mkazo ni empowerment ya watu ambao kwa kuhudumia hili soko la utalii, lakini na wenyewe kufanya hizi shughuli, na ndio kweli ile utalii kwa wote itakuwa na maana. Lakini na pia kufanya maonyesho, kuitangaza Zanzibar, na pia kufanya maonyesho ya kitalii. Eneo jingine ni ajira na vijana. Sasa hivi tunaona kwamba hali ilivyo huko mitaani, ukitangaza na nafasi 3, tunaona watu wangapi wanaokuja kupiga foleni kuomba kazi. Hii ni dalili ya kutosha, ni kielelezo cha kutosha kwamba kuna tatizo katika ajira za vijana. Na wanaongezeka kwa sababu wastani wa Zanzibar watu wanaoingia katika soko wanaomaliza form 6 kwa wastani kwa 2500 2800, na inaongezeka hiyo. Maana as of next year tutakuwa karibu 3000 wanaomaliza form 6 na wanaingia katika soko. Kwa hiyo hawa lazima uwaundie sera yake, na ndio maana nasema kutakuwa na sera ya ndani ya ajira. Wenzetu kwa mfano kama Wajerumani huwezi kuajiriwa katika soko lao la ajira hata ya kufyagia mpaka uwe credited. Uwe accredited kwamba wewe anaweza kufyagia Ujerumani. Lakini sisi Zanzibar anaweza akatoka mtu popote pale akaja kufanya kazi kubwa lakini bila accreditation. Kwa hivyo huna namna ya kulinda wala kuchunga soko lako la ajira kwa watu ambao na namna ya kuendeleza. Lakini jingine katika swala hili ni sera ya ajira kwa nje. Hapa kwetu kuna kichekesho kikubwa sana au kilichopo sasa hivi kwamba ukiwepo hapa ndani ukwenda kuomba kazi, hata kama umequalify, mena mtu ambaye alipata first class ya IT, best student wa university, lakini kaenda kaajiriwa mtu, alipokwenda kuajiriwa kaenda kaajiriwa mtu ambaye alikuwa wa mwisho katika darasa kwa sababu hata kumaliza kabebwa, ndo aloajiriwa. Huyu chuo kikuu wenyewe hawakumchukua wala hawakuona kama huyu na wenyewe ndo he's the best student nyeti. Lakini kaachwa. Sasa huyu leo akipata ajira nje, ukifika airport pale wanakupenda kweli kweli, usipate shida. Kwa wapi mkataba wako wa kazi, sio atakwenda kila mbinu utafanywa ili uzuiwe usiende huko nje kwenda kuajiriwa. Sasa haya ni mambo ambayo sera inakusudia au ilani inakusudia kuyaadress kwa upana wake, na pengine tutakuja kuyaona wakati itakapotoka, tutaona huku mwisho utaratibu wa utekelezaji wa ilani. La muhimu ni sura ya 9, utafutaji na uchimbaji wa mafuta. Eneo hili sitaki nilizungumze sana kwa sababu nadhani ni maarufu. Ni maarufu kwa sababu tunaona matatizo, lakini matatizo ya kimsingi yaliyopo sasa hivi ni kwamba mwaka 2009 kwanza
niseme huko nyuma, mimi bahati nzuri nilipata bahati kushiriki katika mambo mengi sana, na mengine tushiriki na Mheshimiwa Mansuri pale. Ilipokuja kampuni yani Zanzibar sasa hivi maeneo makubwa ya uchimbaji wa mafuta tunayo onshore block ambayo hii ndio sasa hivi wanayorak, lakini na pia tuna offshore block ambazo at least sasa hivi zimekisha ku block 9 mpaka 12 ambao wanazo Shell. Lakini kuna disputed block 8 ambayo ndio kimeingia hichi kisiwa cha Latham, naweza kusema 8 na 7. Sasa miaka yote serikali msimamo wake ilikuwa no, hatutochimba mafuta kwa kutumia sheria ya muungano. Kama ingekuwa ni kwa kufanya hivyo tungeshafanya tokea mwaka 2000 nadhani na 5 na 6, kwa sababu likuja hilo wazo. Nakumbuka kwa Bagamoyo kwenye kikao maneno alomwambia Mheshimiwa Mansuri, alomwambia yule Kalagane, wala siwezi kuyarudia maana wengine wako zangu hapa. Sasa msimamo uliokuwa na ulotolewa na azimio la Baraza la Wawakilishi ni kwamba Zanzibar haitochimba mafuta. Msimamo wake ni kwamba lazima yatoke katika muungano. Huo ndio kwamba iwe na full exclusive authority ya kudeal na resources yake ya oil and gas. Lakini 2015 sijui ghilba gani iliyopita ikatungwa sheria. Sasa hivi tunasema tumepewa ruhusa na sheria ile ya mafuta. Kitu cha ajabu kweli kweli, kituko kusema kweli. Kwa hivyo na isitoshe hiyo, kumekuja sheria nyingine ambayo inasema kwamba mafuta, ile mali ya mafuta yanamilikiwa na Jamhuri ya Muungano. Lakini na jingine, kama hujaiondoa kodi ya mapato, kwa sababu mafuta uchimbi ili ujipake, mafuta unachimba ili upate mapato, na mapato makubwa ni haya yanayotokana mbali ya royalty, lakini ni mapato makubwa ni kutokana na kodi za mapato. Sasa kama huna mamlaka kwenye kodi ya mapato, kusarifu ukavutia watu wakaja kufanya kazi, itakuwa haina maana. Kwa hivyo kuna the whole backward, sijui nisemeje, yani kuna shada zima ambalo linahitaji lifanyiwe kazi. Sasa hivi hali iliyopo ni kwamba tumekwama kwa sababu hakuna mtu na pesa zake na mwenye teknolojia yake kama Shell. Nitashangaa mimi aje achimbe katika eneo ambalo ni lakina karibu 1300 nadhani na kwenda mbele offshore block, more than 3000, aje achimbe wakati kuna uncertainty hii, na wameshaona sisi katika, mimi ninavyokumbuka msimamo tokea mwanzo ulivyokuwa kabla 2015 wale watu walifanywa ghilba wakakubali, sijui kwa sababu gani, lakini ilikuwa ni kwamba lazima kwanza ijulikane mipaka ya operation baina ya Zanzibar na Tanzania bara, kwa sababu na hiyo tulikuwa na vikao, tulikuwa na kamati ya wanasheria wakuu, tukakubaliana kutokubaliana, tukasema bora tafutwe an international expert ambaye atakuja kutuambia sisi haki yetu ni wapi na mpaka pahala gani. Na kwa sababu kufanya hivyo Somali na Kenya tumeona hapo, simple wametofautiana kitu kidogo tu. Mpaka wetu sisi Tanzania na Kenya pale juu kule Pemba kule, tulikubaliana kwamba mpaka baina nchi hizi mbili uende kwa principle inaitwa straight line, kwamba pale mpaka wa Kenya ulipoingia kwenye bahari, badala ya kuteremka kama zinavyotaka kanuni za kimataifa, ukate almost nyuma ya bahari ya Pemba, hiyo ni sehemu ya Kenya. Tukakubaliana kwa mkataba maalum kwamba basi upande juu uende upite juu, ili kuondoa mzozo wa baadaye. Kenya wakaamini nao kwamba Somali nao watakubali hivyo hivyo, kwamba pale mpaka wa Somali ulivyoingia umekaa katika engeli hii, wakasema wakafikiria kwamba watakubali nao principle kama waliotumia kwa Tanzania ya straight line. Kwa hivyo wakawapa baadhi ya makampuni ya Kifaransa yale blocks pale wachimbe mafuta. Wa Somali bahati nzuri walikuwa wamelala wanagombana, lakini kuja kaamka siku moja tu wakaambia Kenya, hapana bwana, tunarudi kwenye kanuni ya kimataifa ya equidistance. Pale ulipoingia tunaufuata hapo hapo mpaka utakapofika.
200 kilometers kwenda baharini. Kwa hivyo ile unakula a big chunk ya eneo la kuchimbaji wa mafuta la Kenya. Kwa hivyo na sisi tusema lazima na hayo ndio mambo ambayo certainty wanaotaka makampuni ya mafuta ni mambo kama hayo, sio mambo ya ubabaishaji ya kesho naambia haya kwa ya kwetu, unakuwa mzozo kisha poteza pesa chungu nzima. Kwa hivyo eneo hili linataka uweledi, linataka ukweli, linataka udhati, linataka na very fine sophisticated legal regime ili uliendeshe. Huwezi kwenda kwa nini ya kibabaishaji. Maana yake unafika unasaini mkataba wa mafuta, huwezi kufanya kama nyimbo ya Msondo kwamba hayawi leo yamekuwa. Wazee wetu wanasema ukisikia Msondo umenoga ujue hiyo harusi na matatizo. Ndio kawaida yake. Kwa hivyo katika eneo hili ilani imejielekeza vizuri kwamba mambo gani lazima yafanyike na lazima yatekelezwe ili kusimamia kwa uwazi na kwa uadilifu sekta ya mafuta. Hili lina raha kulizungumza, lakini naomba tuende kwa sababu muda umeisha. Jingine uhifadhi wa mazingira, matumizi bora na haki katika ardhi. Ilani imeeleza hali tulionayo sasa hivi ya ardhi, matatizo yake na hatua ambazo zitachukuliwa. Miongoni mwa hatua ni suala la kuweka upya suala la mipango miji, town and country planning, kwa sababu hili ndio eneo moja ambalo limefanya kwanza kuwe na migogoro ya ardhi mingi, lakini na ardhi itumike vibaya sana Zanzibar. Siku tuliosema sheha naye anaweza kutoa kibali cha ujenzi, diwani anaweza kutoa kibali cha ujenzi, halmashauri inaweza kutoa kibali cha ujenzi, hapa ndipo palipoharibika pa kwanza. Kwa sababu sheria ile ya town and country planning inasema huwezi ukaendeleza pahala ukajenga ukatoa kibali, kwanza lazima pawe na mpango mji. Ukishakuwepo mpango mji, ukisharidhiwa mpango mji ule, na mpango mji unaweza ukawepo popote, Pangawe unaweza kuwepo popote pale. Kinachofuata unachagua development authority, yani mamlaka ya kusimamia mpango mji ule au mpango kijiji ule. Hii ndio yenye mamlaka ya kutoa, na huwezi kuunda mamlaka hii mpaka iwe na engineer. Kuna watu wametajwa lazima wawemo ndio waweze kuunda hii mamlaka, na hawa ndio wenye uwezo wa kutoa kibali cha ujenzi au usijenge. Lakini leo unapounda kila mtu anaweza kutoa kibali cha ujenzi, ye shida yake pesa, na hapo ndio vurugu kubwa ilipoanza. Na jingine kichekesho cha ajabu imewekwa sasa hivi inaitwa ile, labda wakili nani Omar unaifahamu, hii inatoa vibali vya mjini sasa, DCU. DCU kichekesho chake kikubwa ni kwamba mwenyekiti wa ile DCU ndio mkurugenzi wa mipango miji, wakati yeye alitakiwa atengeneze mipango miji ya nchi nzima, azikabidhi hizi planning authority, na hizi planning authority yeye azisimamie zinafanya kazi yake sawa sawa. Sasa regulator ndio operator, ataulizwa na nani akifanya makosa? Kwa hivyo eneo hili ni eneo ambalo ilani imeliona kwamba kuna matatizo makubwa na kuna haja ya kulifanyia na suala la migogoro ya ardhi. Migogoro ya ardhi mwaka 89 serikali ilileta mtaalamu akaleta mapendekezo ya sheria 7, na hizi sheria 7 zilikuwa zinakwenda consequential, yani consecutively, kwamba ikitoka hii na kuja hii. Kwanza ilikuwa lazima kuwe na register adjudication ya ardhi. Ardhi zote Zanzibar zitambuliwe nani mwenyewe, na katika adjudication hii ndo kuna kuja ile mahakama ya ardhi, kazi yake kutatua migogoro itakayotokana na utambuzi wa ardhi. Kama hujaitambua ardhi huwezi kuondoa mgogoro. Halafu ndio iwe register, ndio ikaje ile sheria Registered Land Act. Na udhibiti sasa, mtu akinunua ardhi ndio kuna kuja ile land transfer. Halafu na ikawekwa mamlaka maalum ya kusimamia hii Land Commission. Kwa hivyo sasa haya ni mambo ambayo kusema kweli kutokusimamiwa kwake au kusimamiwa kwake kipande, kwa sababu kwa mfano leo tuna mahakama ardhi,
Lakini mahakama ardhi kwa status yake ya sasa hivi ni sawa sana mtu umempa jaa, umempa ufyagio ndio akafyagie jaa. Haiwezekani hata siku moja. Kwa sababu migogoro ya ardhi iliyopo kimsingi ni sasa ndio wewe umempa jaa, lakini unaambia ufyagio hapa bwana kaliondoe ile jaa. Ataliondoa? Si rahisi. Ni kwamba unaongeza tatizo kwa sababu taka zinaongezeka, yeye yupo anafyagia. Kwa eneo jingine ambalo limezungumzwa katika eneo hili ni suala la mchanga. Tafakuri iliyofanywa kubwa na kamati ya ilani ilikuwa ni kwamba nadhani suala kubwa ni kwamba pale ilipochukuliwa hatua ya kuwanyang'anya watu, utaratibu uliokuwepo kabla wa kuwanyang'anya watu waliokuwa na serikali ikachukua, basi kusema kweli ilikuwa ni chanzo cha mgogoro kwa sababu hakukuwa na nini mbadala. Lakini na eneo jingine ni kwamba ni hili dhana iliyoingia ya kwamba ardhi ni mali ya serikali. Hii inapendwa kweli kweli, ukifurukuta ardhi mali ya serikali. Hata kuna sheria yote iliyosema ardhi mali ya serikali. Sheria inasema ardhi ni mali ya umma na serikali kazi yake ni kuisimamia. Serikali yenyewe ina maeneo yake, inajulikana haya mashamba ya serikali. Sio kwamba ardhi yote ni ya serikali, ni ardhi ya umma, serikali isimamie, na ndio maana inayo ruhusa ya kuchukua kwa maslahi ya umma, sio kwa maslahi ya kibiashara. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo, lakini na jingine ni swala kwamba unapoichukua kwa maslahi ya kibiashara, kwa nini serikali ichukue pesa zote? Unamngoa mtu. Mapinduzi yamekuja, moja ilikuwa issue ya msingi ni ardhi, land ownership. Sasa leo unamngoa mtu, unasema unampa, serikali inachukua kodi yote ile. Huyu akishakupewa zile pesa 2-3 za fidia, huu umempeleka why kinashindikana kitu gani kusema kwamba mwache akodishi kama ni kwa kibiashara, serikali iweke a heavy tax on land 40%. Serikali ichukue 40%, huyu mwachie mwenyewe 60%. Hiyo ndio kama yale matumizi ya umma is well and good, hakuna tatizo. Lakini matumizi ya kibiashara kama haya, there is no reason kwa nini watu wetu wa Zanzibar watiwe umaskini kwa dhana ya kwamba ardhi ni mali ya serikali. Ardhi si mali ya serikali, ardhi ni mali ya umma. Kwa hivyo kinachoahidiwa katika ilani ni kwamba hii dhana itafanywa mapitio, itasimamiwa na kuhakikisha kwamba kila mtu anafaidika na nini yake. Maeneo mengine ambayo yamezingatiwa ni suala la misitu na uvunaji wa misitu, lakini na pia na usimamizi wa taka. Sura 11 ufanisi kilimo na mifugo na uvuvi. Hili nadhani tushawahi kulizungumza kidogo kule nyuma tulipozungumza habari ya kilimo kwa mfano cha viungo, kwamba imeeleza kwamba sera kwamba ilani kwamba itakuza kuwa na policy maalum, lakini na pili kukuza weledi na pia kuwasaidia hawa wataalamu ili wawasaidie na wakulima, lakini na pia na kwa strategy maalum. Hake Zanzibar inaitwa Spice Islands, lakini ukitaka hizo spice uzipate, lakini sio kwamba hazipo. Tulikuwa na mzee wetu mmoja zamani, anaweza kaja akakuchukua akakwambia bwana nimekuonea boga kubwa kweli kweli kule shambani kwako. Wewe kumbuka umepanda mboga. Hata kwambia nimekuonea ndizi kubwa kweli kweli bwana. Tena kuchukua mkononi atakwambia bwana ndio nikakuonesha. Sasa ndizi gani hiyo, mgomba gani? Mimi mbona sina mgomba kule? Ukifika nakwambia unaona hapa ukipanda mgomba hapa bwana utatoa ndizi kubwa kweli kweli. Sasa sisi ni hivyo hivyo kwamba tunayo hizo spices nyingi kweli kweli, lakini hazijapandwa, zinahitaji zipandwe. Kwa hiyo ilani inachosema ni kuandaa mipango ambayo itawezesha kweli Zanzibar iwe ni Spice Islands kweli, lakini na pia kukuza katika mipango ya kuwa na viwanda vya kuchakata hivi viungo, kuongeza thamani, na pia kuwa na Zanzibar Marine Protected Areas Authority ambayo itasimamia haya maeneo. Eneo la 12 samani jamani nachukua muda kidogo lakini mambo ni mengi. Lakini eneo la 12 elimu. Elimu hili nadhani pia nalo
ni muhimu sana, lakini wachache humu ndani walikuwa si walimu. Kwa hiyo na wachache walikuwa hawafahamu matatizo yani. Kwa hiyo ilani imeeleza matatizo ya msingi yaliyopo, lakini na pia imesema yale mambo ambayo hatua zitakazochukuliwa, kwa sababu moja katika ambalo limeua elimu hapa kwetu ni pale mwalimu alipodharauliwa. Ndio chanzo cha elimu, kwa sababu sasa hivi mwalimu kawa kukiwa na mwenge ni mwalimu, sherehe mwalimu. Yani mwalimu amekuwa maskini, ni mtumwa wa serikali, sio mtumishi wa serikali. Kadharauliwa kawa mtu wa mwisho kupita kiasi. Hili ndio ukitizama heshima waliokuwa nayo walimu na leo walivyo, kusema kweli. Leo mwalimu kawa mtu dhalili wa mwisho kabisa. Manake maskini anapembejea kile kibarua, umekwenda mkutano wa chama wa siasa, mwalimu lazima avishwe uniform ya chama aende naye mkutanoni, na asipokwenda ugomvi. Kusema kweli, hii ni kumdharau, ni kumdhalilisha kusema kweli mwalimu. Kwa hivyo haya ni moja katika miongoni mwa mambo ambayo yaonekana kama ni kasoro. Kwa hivyo miongoni mwa hatua zitazochukuliwa ni pamoja na kupitia upya mfumo mzima wa elimu, kurejesha vyuo vya walimu, kwa sababu sasa hivi tumekwenda zaidi kwenye credentialism badala ya kwenda kwenye trade. Wenzetu kwa walioendelea hizi taaluma wamezifanya zaidi ni trade. Si lazima hivi mambo ya vyeti siku hizi ndo tumeendekeza zaidi kwamba mtu awe na degree, awe na diploma, lakini hizi nyingine ni kada za mikoba, yani trade. Kwa hivyo kurudisha kwa mfano vyuo vya ualimu, maana yake ni kuirudisha taaluma ya walimu kwa ya kitaalamu inayozingatia utaalamu badala kuzingatia credentialism, cheti, kwamba mtu awe na cheti. Maana kuja mtu kusomesha lakini kwa sababu ana masters anapewa mshahara mkubwa kweli kweli. Lakini walimu wenyewe shida kusema kweli kufahamu. Kwa hiyo eneo jingine ni kuchunguza kiundani na kutafuta ufumbuzi suala la kufeli kwa wanafunzi, lakini na pia kuwa na mamlaka huru ya ukaguzi wa elimu, lakini na pia kwa na eneo jingine ambalo halijawekewa sasa hivi mkazo maalum ni hii sekta binafsi kusaidia katika elimu, kwamba kuwekewa incentives maalum, kuwekewa kushajiishwa na kuwekewa vivutio maalum kwa ajili ya. Kwa hivyo ilani inasema kwamba hiyo ni moja katika hatua ambayo zitachukuliwa. Sura 13 afya bora kwa Mzanzibari, miongoni mwa mambo ambayo yameelezwa ni suala la mfuko wa afya ya jamii, imeelezwa yale matatizo ya msingi yaliyopo, lakini na pia mpango wa bima ya afya na bajeti kwenye preventive rather than curative, yani badala ya kutibu. Na unaangalia kwamba sasa hivi matatizo makubwa ya afya yako katika non-communicable disease, lakini na pia na matatizo yanayotokana na ulaji, yani nutrition. Kwa hivyo kwa sababu sasa hivi chakula kimekuwa ni biashara sana na kinafanywa kila vituko ambayo inaleta matatizo mengi ya kiafya. Kwa hivyo ni maeneo ambayo yatatiliwa mkazo, lakini na pia maabara za kisasa, vituo vya huduma yani call centers, kurasimisha madaktari wa tiba asilia, kusomesha madaktari zaidi, kupunguzo la kodi na bahashishi kwa wawekezaji wa sehemu za mazoezi, kama ile tusema kwamba ni lifestyle ama pengine chakula. Kwa hivyo hawa wawekezaji wa maeneo haya kwa ajili ya kuwafanya wananchi wawe na afya zaidi yatapewa kipaumbele maalum na kupewa vivutio maalum. Lakini na pia mfuko maalum wa dharura kwa ajili ya maradhi ya mlipuko ambao sasa hivi haupo, ni mpaka mshikane mashati wakati yanapotokea, na mpango wa kudhibiti kupambana na maradhi sugu kama ukimwi na mengineyo. Kuna mengi hapa yameelezwa, lakini kwa sababu ya muda naomba tuende sura ya 14, makundi maalum, wanawake, watoto, wazee na waathirika wa madawa ya kulevya. Moja ambalo limezungumzwa katika ilani ni kutilia mkazo suala la gender equity, suala la wazee,
na hatachukuliwa kuwa na mfumo wa ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu, lakini na pia kuwa na mpango maalum wa kifedha kwa kila mtoto yani huduma, lakini na pia kushirikiana na vyombo husika kudhibiti janga la madawa ya kulevya na kuzuia kuepuka ugonjwa wa ukimwi, yani hatua ambazo zitachukuliwa katika kukabiliana na swala la janga la ukimwi. Eneo jingine ni utamaduni, sanaa na michezo. Eneo moja ambalo lilikuwa limezungumzwa sana ni kwamba katika hili swala la utamaduni, maana sasa hivi Zanzibar increasingly tunakuwa ni unachora picha ya mtu, asingekuwa labda na kilemba cha kisingasinga, pengine akawa na suti, lakini chini kapiga mkuti, pengine na viatu vya matarawanda. Yani huwezi kumuidentify huyu ni nani. Ndio tunakoelekea huko. Maana kila kitu kimechanganywa sasa hivi. Kina increasingly kwa sababu hakuna mipango maalum ya kuhakikisha kwamba utamaduni unahifadhiwa na unaenziwa. Kwa sababu sasa hivi kutokuenziwa tu inaonekana kwamba jambo la, lakini moja ambalo katika eneo hili tumejisahau sana ni ile position ya Zanzibar katika ukanda wa mwambao wa Afrika Mashariki, na dhima ambayo Zanzibar inayo katika utamaduni wa mwambao wa Kiswahili. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo litazingatiwa kwa kuunda, kwa kuhifadhi, lakini na pia kuipa uwezo Baraza la Sanaa ili kuweza kufanya shughuli zake kwa uwazi na usanifu, lakini na kuhakikisha kuwa michezo haihusishwi au kuingilia na itikadi. Mengi yameelezwa nadhani kwa urefu katika ilani. Eneo la sura ya 16, nadhani maeneo haya ndio maeneo yalikuwa muhimu zaidi. Tutakaposoma tutaona yale ambayo yameelezwa. Maeneo ya mwisho kabisa ni namna gani swala la fedha zitakavyopatikana za kutekeleza ilani, kwa sababu shakuja na hii vision, lakini lazima uwe na, wanasema Waswahili, mipango si matumizi. Kwa hivyo lazima uwe na vision ya kwamba matumizi utayapataje au uwekezaji. Na wengi nawatisha wanapodhani kwamba hizi fedha zote inabidi zitoke serikalini. Lakini kwa utaratibu ambao mapendekezo ya ilani hii ni kwamba serikali wakati wa bajeti yake pia itakuwa na budget ya private sector, kwamba maeneo gani ambayo yamekuwa identified ya uwekezaji na private sector itatakiwa ichangie kiasi gani. Tatizo kubwa liliopo sasa hivi ni kwamba tunasubiri na bakuli mwekezaji aje. Kwa hivyo akija akiweka panzi, akiweka nzi, akiweka mende, akiweka mjusi, tunasema huu ndio uwekezaji. Lakini ilani hii vision inakusudiwa kufanyika ni kwamba serikali kila mwaka ita-identify uwekezaji unaotaka katika sekta mbalimbali. Katika mahoteli inataka uwekezaji wa namna gani, wa kiwango gani, wa thamani gani, na utafanywa pahala gani. Sasa hivi ni kwamba mtu akija mwekezaji serious investor atahangaishwa kwa ardhi. Lakini leo ukishakusema kwamba kuna eneo hili, akija atawekeza hapa, hata kama ni ardhi ya mtu binafsi, mtaingia makubaliano, ndani ya miaka 5 miradi yote naamini ambayo mmeipanga itaweza kutekelezwa. Ndio maono, ndio utaratibu ambao kwamba PPP ifanye kazi kwa mipango itengenezwe kwa. Lakini na pia kuna maeneo ambayo ni strategic investment. Sasa hivi kwa mujibu wa sheria ZIPA nadhani 2018, it's about numbers. Sheria ile inasema ukiwekeza kiasi fulani hiyo itakuwa ni strategic investment. Mimi sijawahi kusikia katika maisha yangu yote kwamba strategy is about numbers. Strategy is about impact na spillover effect ya kile ambacho unakiwekeza. Unawezekana ukaweka pesa kidogo, lakini nini yake, kwa mfano simu unaweza kusema ni strategic investment. Data service ni strategic investment kwa sababu impact yake katika uchumi na katika sekta ni kubwa, na pesa zake pengine ni kidogo. Kwa mfano tulipoanzisha Zantel, it was only $13 million ndo tulizoanza nazo, lakini kwa sheria sasa hivi $13 million zile wewe hustahiki kwamba ni strategic investment. Kwa hivyo ilani inacho vision yake ni kwamba itaweka
hizi itaandaa kila mwaka strategic investments na investment nyingine. Kwa mfano, ili kukuza utalii wa Zanzibar unahitaji kuwa na first class medical facilities, zikiwemo maabara, zikiwemo diagnostic nini system, lakini zikiwemo na medi-evacuate, yani ku-evacuate kwa ajili ya kupeleka katika sehemu nyingine. Hizi service ni lazima ziwepo. Kwa hivyo lazima serikali ya identify, sisi tunataka facility ya namna hii, atakayekuja kuwekeza tutampa vivutio vya namna hii, na eneo tulilolitenga kujenga facility ya namna hii ni hili hapa. Ukija within 3 days mkikubaliana, unaweza ukapewa ukaanza kazi. Kwa hiyo hii ni sehemu kubwa ambayo itatumika katika kufinance hii mipango mingi ambayo imeelezwa humu. Kwa mfano, mradi wa umeme, mtu ukimwambia unataka kujenga 100 megs facility, serikali utatoa wapi pesa hizo? Mimi si vizuri wakati mwingi usema nini za clients, lakini I have clients on the table ambao wana pesa tayari kutoka investment bank ya Korea, na kwa kutumia plant ambayo kwa kutumia nini gesi, na ambao wana uwezo wa kuwekeza 100 megs, na kwa ahadi kwamba watauza serikalini kwa bei ambayo ni less ambayo serikali inanunua kutoka TANESCO. Sasa hawa ni watu, lakini leo hicho ndumbwe mpaka wafike utafikiria kama wamekuja hapa wana sasa haya ni mambo ambayo wengine ukiyazungumza naona kama ni makubwa, lakini no, hela. Na sasa hivi handsome ni yule mwenye hela zake, ndio maana wa China overnight tu wamekuwa wanapendwa na kila mtu kwa sababu ya hela zao. Kwa hiyo na wako wengi handsome kama hao sasa hivi duniani. Kwa hiyo ilani ime-identify areas ambazo fedha na financing yake itakuja, na hata miradi ambayo itahitaji fedha nyingi na namna gani itafanyika. Nadhani muda kwa naomba ni mali eneo la mwisho la utekelezaji wa ilani. Sasa hivi kumekuwa na ile tunaita yule alikuwa waziri wa mambo ya ndani na Lugola, Kangi Lugola. Serikalini kumekuwa na Kangi Lugola syndrome. Kila mtendaji wa serikali lazima atembee na ilani. Hichi ni kinyume kabisa na serikali yoyote ya kistaarabu. Essence ya public service ni kwamba kusiwe na any sort ya political patronage. Lakini sasa hivi hatuoni haya kusema kwamba it's true kwamba kila mfanyakazi wa serikali ana serve the government of the day. Na government of the day manake is sponsored by certain political party. Lakini he is not part of the political process, wala is not part of the political machinery. Kwa hiyo utaratibu ambao unafanyika wa kistaarabu ni kwamba, na ambao unapendekezwa na ilani, mtauona kule kwenye chapter ya mwisho kabisa au sura ya mwisho kabisa, ni kwamba baada ya serikali chama kuunda serikali, watendaji wa chama na wa serikali watendaji wa chama wataandaa document inayoainisha mambo yote yaliyomo katika ilani na vipaumbele vyake na kila kitu. Baadaye document ile itapelekwa serikalini kwa kupitia rais mwenyewe na makamu wa pili, na hii watendaji wa serikali watai-translate policy, yani zile basic policies za serikali kwa miaka 5 ijayo. Haina haja mtu kumwambia bwana unatekeleza ilani. Ilani mtajua na wenyewe mkikutana Vuga. Lakini mkikutana pale Mnazi Mmoja, pale mnazungumza utekelezaji wa sera za serikali ambazo zimetokana na ilani ya uchaguzi. Na watendaji wa serikali watawajibishwa kupitia mawaziri na kwa kusimamia haya ambayo yameelezwa kwenye hii basic policy documents kwa miaka 5 ijayo. Na rais na makamu wake wa pili watawajibishwa na chama
katika utekelezaji wa hili kwa utaratibu wao wa kichama. Si kwamba kila mtu atembee na kwamba kuulizwa iko wapi ilani, mimi nayo, mimi sina, basi toka kwenye mkutano. Kwa hivyo ilani imeeleza sio tu mambo ya nini, lakini a new thinking, a new vision, new approach ya kutekeleza utendaji wa serikali. Yalifanywa haya kusema kweli kwa kuzingatia na kwa kudraw expertise, sio tu waliomo kwenye kamati ya ilani, lakini wataalamu mbalimbali ambao wanaweledi katika suala hili. Kwa hiyo bahati mbaya muda hauruhusu na isingewezekana kueleza kila kilichomo, lakini nimejaribu kuhighlight yale mambo ya msingi kwa yaliomo na namna gani yatatekelezwa. Mengine mtapata fursa ya kusoma na kuona, lakini ilani hii inakuja na new thinking, new vision, new approach na new vigor, ari mpya ya kuyatekeleza haya, ili ndani ya miaka 5 iwezekane Zanzibar kuitana around na kuwa ni pahala bora zaidi, pahala pa neema zaidi, pahala ambapo kila mtu ataona fahari kwamba ni Mzanzibari na anaishi Zanzibar. Baada ya kusema, niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana.